Haleluya! Basi na wasalimu kila mmoja ambaye yeye ni mtoto wa Mungu na watu wa Mungu na watu wote ambao Mungu alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yako na mimi. Na siku ya leo basi nawakaribisha nikitoa ushuhuda wangu ya kwamba Mungu ni Mungu, ametupa uhai, ametupa pumzi, ametupa neema, na sasa inafaa tufurahie kama watoto wa Mungu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu wetu ni mwenye haki, na inafaa mwanadamu sisi tukae kama wenye haki, tukae na haki, tuishi tukiwa wenye haki, righteous. Hapa duniani, hapa Kenya, inafaa mwanadamu aishi akiwa mwaminifu mbele za Mungu na mwenye haki. Ni kwa sababu Mungu atahukumu kwa haki, atahukumu kwa utakatifu. Na sisemi utakatifu ni mbaya. Utakatifu ni kuomba sana, ni kujua Mungu sana, kusoma neno lake sana. Kwa hivyo neno la Mungu linasema katika, Yesu alisema ya kwamba katika John chapter 5 verse 30 ya kwamba hukumu yangu nitahukumu kwa haki. Hakusema nitahukumu kwa utakatifu. Kwa hivyo kuna utakatifu wa kumjua, kusoma neno, kuomba, kuongea kwa tongues, hiyo ni utakatifu. Lakini judgment, Mungu atahukumu kwa haki. Haki ni nini? Haki ni kukaa hapa duniani na kila mmoja. Haki ni kukaa na mchawi na unamwombea Mungu amwokoe. Haki ni kukaa na yule ambaye ni adui wako, jirani yako ambaye ni adui yako, labda mtu yeyote ni adui yako, na unakaa naye kwa amani. Kila mtu hapa duniani kuna mwenye amekukwaza, unakaa na yeye mzuri. Yaani unakaa na kila mtu, mwendazimu, mchawi, muganga, murogi, mwizi, jambazi, unakaa nao mzuri. Hiyo ndio kukaa hapa duniani ukiwa mwenye haki. Ni kwa sababu gani? Ukiwa umeweka mtu kwa moyo wako, amekukwaza na uko naye kwa moyo, basi ni kumaanisha wewe si mwenye haki. Hata kama unaongea kwa tongues, hata kama unavanga nguo mrefu, ndio hiyo ni utakatifu. Hiyo ni utakatifu. Lakini kwenye mwenye haki ni yule mtu ambaye anakaa na wenzake mzuri hapa duniani. Na ndio maana Yesu ataangalia vile umekaa hapa duniani na watu. Kuna watu Yesu anajua wametumwa na Sheitani kukukwaza. Sasa utakaje na huyo mtu? Je, utalipisa kisasi ama utampenda uendelee kumwombea? Hiyo ndio kukuwa mwenye haki. Mwenye haki, hata kama ni wewe unashiriki kanisa fulani ama kanisa fulani, usichukie kanisa fulani, usihubiri kanisa fulani. Penda kila mmoja. Hata kama huyo pastor ulimkuta analewa, hata kama ulimkuta na kahaba, muombe. Wewe ni mtu mwenye haki. Lakini wewe unajiona ya kwamba wewe ni mtakatifu peke yako, unaenda kumtangaza, nilikuta fulani kwa baa, nilimkuta fulani ameshika sigara. Sasa wewe umejichukulia kuwa mtakatifu sana kuliko huyo. Sasa wewe si mwenye haki, wewe umejifanya kuwa mtakatifu zaidi. Kwa hivyo kuna different ya kukuwa mwenye haki na mtakatifu. Mtakatifu ni different. Mtakatifu ni kuomba sana, kufunga sana, kusifu Mungu kila wakati, kuvaa mzuri, kutembea na Roho Mtakatifu kila dakika. Hiyo ndio utakatifu. Maana the Bible says in Revelation, watakatifu watafanya nini? Tutahukumu ulimwengu. Kwa sababu watakatifu tumekaa hapa duniani tukiwa watakatifu, tunamtafuta Mungu, tuna represent ufalme wa mbinguni ambao ni ufalme wa
Utakatifu, tuko hapa kurepresent utakatifu wa Mungu, utakatifu ambao sasa ulimwengu ama Kenya inafaa ione utakatifu ndani yetu, na Yesu alisema sisi ndio nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo lazima ulimwengu uone utakatifu wetu, na utakatifu ni kuomba sana, kutafuta Yesu sana, kutafuta nguvu za Roho Mtakatifu kila dakika. Nguvu za Roho Mtakatifu zina manifest ndani yetu kila dakika, maana Roho wa Mungu anaweza ondoka anytime. Saa ile Roho wa Mungu anakuja, anakaa ndani yako, ukiwa wewe unachukia watu ovyo ovyo, hawezi kaa ndani yako. Ni roho mwingine ataingia ndani yako, alafu ni roho wa chuki ataingia ndani yako, Roho Mtakatifu ataondoka. Maana Roho Mtakatifu hawezi kukaa na uchafu, na wewe umerepresent uchafu ndani ya moyo wako. Mtu alikukosea alafu haujamsamea, umebeba watu, umebeba lile kanisa lingine, umebeba ule pastor mwingine, then uko na roho si ya Mungu, ama si roho ya Mtakatifu, ni roho za chuki, roho za uwaji. Na the Bible say in 1 John chapter 3 verse 15, anayechukia mwenzake ni muuaji. Kwa hivyo, na wauaji hawana urithi kwa ufalme wa Mungu. Kwa hivyo, remember, kuna different ya utakatifu na kukuwa mwenye haki. Na Mungu wetu hata hukumu watakatifu, bali atahukumu wenye haki. Hukumu yake ni ya kukua, itatoka kwa mwenye haki, atahukumu kwa haki. Kama wewe ni mwenye haki, basi atapima uhaki wako, vile ulikaa na watu hapa duniani, vile ulikaa na majirani, vile ulikaa pale kazini. So that is the word of today. May God bless you all in Jesus' name. Amen.